الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى nakumtakia sana salam uswatul anam Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi, ndugu zangu tulabu ilmi wenzangu, tunaendelea leo hii na darasa zetu min durusi as-siyam fi risalatin qayyima bi'unwan min akhta'i as-sa'imin, miongoni mwa makosa ya wafungaji. Limuallifiha al-Sheikh Faisal al-Hashidi hafidhahu Allah ta'ala. Na leo hii tutaingia kusoma kosa la tatu min akhta'i as-sa'imin fi shahri Ramadan. Thalithan, tadyi'u al-awqat. Kosa la tatu ni kupoteza wakati bila faida. Tadyi'u al-awqat, kupoteza wakati bila faida. Jaa fi mustadrak al-Hakim, imekuja hadithi katika mustadrak ya al-Imam al-Hakim bisanadin sahih, wa sanad iliyo sahihi, min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokana hadithi ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie na baba yake. Qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, lirajulin wa huwa ya'idhuh, kumwambia mtu mmoja wakati akimpa mau'idha, اغتنم خمسا قبل خمس, chuma kheri kwenye mambo matano kabla ya kudirikiwa na mambo matano. Igtanim khamsan qabla khamsin, chuma kheri kwenye mambo matano kabla hujadirikiwa, hujafikwa, hujapatwa na mambo matano. Shababaka qabla haramik, manake chuma kheri kwenye ujana wako kabla hauja kufika uzee. Shababaka qabla haramika, chuma kheri kwenye ujana wako kabla hauja kufika uzee. Ightanimu khamsan, manake igtanim shababaka qabla haramik, kwa sababu hiyo khams au hiyo shabab ni katika khamsan, sawa. Kwa hiyo igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako, ni chuma kheri kwenye ujana kabla hauja kukuta uzee. Wasihataka qabla saqamik, na chuma kheri kwenye afya yako kabla haujakutwa na maradhi. Wa ghinaka qabla faqrik, na chuma kheri kwenye utajiri wako kabla haujakutwa na ufakiri. Wa faraghaka qabla shughlik, na chuma kheri katika wasaa ulionao, wasaa wako kabla hujashughulishwa. Wa hayataka qabla mautika, chuma kheri kwenye uhai wako kabla ya kufa kwako, hujakutwa na kifo.
حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث amesisitiza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ala ightinami alawqat, juu ya kuchuma khairi katika nyakati zote, bil a'mali salihat, kwa kufanya matendo yaliyomema. Fakaifa fi mawasim alkhairat, vipi sasa msimu wa khairi utakapofika? Vipi sasa misimu ya khairi itakapofika? لأن الوقت هو الحياة، kwa sababu wakati ndio uhai wako. Wakati ndio nini? Ndio uhai wako. فإذا كان السلف, itakapokuwa wema waliotangulia, hala qudumi ramadhana, katika kipindi cha kuingia mwezi wa Ramadhan, aghlaqu kutub alilm, walifunga vitabu vya ilmu, wa aqbalu ala dhikr, na wakaelekea kumtaja Allah, wassala, na kusali, waddua, na kusoma dua, na kumuomba Allah, wa tilawati alqur'ani, na kusoma Qur'an, ila ghairi dhalika min a'mali albirri, na yasiokuwa hayo katika matendo ya wema. fama ahwajana an naghliqa aljawalat, basi haja kubwa iliyoje kwetu sisi kufunga hizi simu smartphone, wa nabqa ala kutubil ilm, na tukabaki katika vitabu ya nini? Vya elimu. wa naqta'a silatana biwasail at-tawasul, na tukafunga mahusiano yetu sisi na mitandao ya kijamii, na tukakata mawasiliano yetu sisi na mitandao ya kijamii. Wa nuqallila minan naum, na tukapunguza kulala sana. Wa nasna'a mithla ma sana'u, na tukafanya mithili ya vile ambavyo walifanya wema waliotangulia, mithili ya vile ambao walifanya wema ambao wametangulia katika umma. madha salafu al-abraru ya'biqu dhikruhum fasiru kama saru ala albirri wasna'u. Shairi anasema madha salafu al-abrar, wamepita wema waliotangulia. Madha as-salafu al-abraru, wamepita wema waliotangulia. Ya'biqu dhikruhum, wakifuatiwa na utajo wao. Ya'biqu dhikruhum, wakifuatiwa na utajo wao ulio mzuri. Au unaweza kusema ya'biqu dhikruhum, utajo wao ukielea. Ya'biqu dhikruhum, utajo wao mzuri ukielea. Ya'biqu dhikruhum, utajo wao mzuri ukielea. Kwa sababu neno abiqa au abiqa ina maana, miongoni mwa maana zake ni kuenea. intasharat kisema abiqa bitib, abiba au abiqa almakanu au abiqa almakanu bitib, maana yake intasharat raihatun au raihatuhu fi, imesambaa harufu yake kwenye eneo hilo. Kwa hiyo abiqa au madha salafu al-abraru, wamepita wema waliotangulia, vimepita vitangulizi vyema. Madha salafu al-abraru, wamepita waliotangulia wema.
madha salafu wamepita waliotangulia, al-abraru waliowema, ya'biqu dhikruhum na utaji wao mzuri ukisambaa au ukienea. Fasiru kama saru, basi piteni kama ambavyo wao walipita. Alal birri wasna'u, juu ya wema. Alal birri wasna'u, juu ya wema nanyi mfanye kama waliofanya wao. Fasiru kama saru, piteni nyinyi kama ambavyo wao wamepita. Alal birri, juu ya wema. Wasna'u, na nyinyi fanyeni wema. Wasna'u, na nyinyi fanyeni wema. Haya maneno ya muallif waffaqahu Allah ta'ala ni maneno mazuri sana liman tadabbaraha wa aqilaha, kwa yule ambaye atayazingatia na kuyatilia akilini. Na tunapata katika maneno haya fawaidun jamma. Faida ya kwanza min fawaidi hadhihi alkalam, tunapata kujifundisha hapa tunapata kujifundisha hapa faida ya kwanza min fawaidi hadhihi alkalam aldhahabiyyah, miongoni mwa faida za maneno haya ya dhahabu ni kusema as-siyamu, funga ya Ramadhan, siyamu Ramadhan au shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, min mawasimi alkhairat. Hiyo ni faida ya kwanza, ni katika miongoni mwa misimu ya khairi. Shahru Ramadhana, mwezi wa Ramadhan, mausimu min mawasimi alkhairat, ni msimu miongoni mwa misimu ya khairi. Ni msimu miongoni mwa misimu ya khairi, kama muallif waffaqahu Allah ta'ala alivyoonyesha. Na hii ni kwa sababu hauko peke yake, bali iko mingi. Ndio maana tukasema mimma wasim, lakini baadhi, lakini misimu iko mingi. Hiyo shahr Ramadhan, msimu wa pili ni utaje shahru alhajj, tatumia ile al-ashru al-awakhir min Ramadhan, pia ni katika mausimu alkhairi ambao ni khas. Mwezi wenyewe wote ni mausimu alkhairat, lakini inazidi zaidi kuwa mausimu alkhairat kwa sababu kitu kikiwa kimetukuka zaidi, hata kama kipo ndani ya kitu cha jumla, basi nafaa kukifanyia takhsis li ahamiyati, kwa sababu ya hicho kitu kuwa ni muhimu zaidi. Ila al-ashru al-awakhir ni mausim min mawasim alkhairat ndani ya mwezi Ramadhan. Al-ashru al-awakhir min Ramadhan ni katika nini? Mawasim alkhairat. Lakini vile vile naam, hicho ni kitabu cha hadithi. Ni kitabu cha hadithi, Mustadrak ya Imam al-Hakim, kama na Sunan Abi Daudi, Sahih al-Bukhari. Sasa inaitwa Mustadrak ya Imam al-Hakim. Mustadrak masala mustalah al-hadith, amefanya istidrak kwenye vitabu ya maulama waliotangulia katika fani ya hadithi. Kwenye mustalah al-hadith inshallah, hebu tuende huko mbele kwanza.
طيب ليلة القدر كذلك موسم من مواسم الخيرات. hiyo ni msimu wangapi? msimu wa 3. lakini vile vile min mawasim alkhair ni nini? 10 ayyam min dhi alhijja, yale masiku 10 ya mwezi wa nini? Dhulhijja. msimu wangapi? wa 4. msimu wa 5 كرشة شهر رمضان، العشر الأواخر من رمضان، مثل ليلة القدر. هي zote zipo ndani ya mwezi Ramadhani. Kwa hiyo kuna misimu mitatu. Lakini pia 10 ayyam min dhulhijja, yale masiku 10 ya mwezi wa dhulhijja ni katika mawasimu alkhairat, ni katika mawasimu alkhairat, ndio hivyo. lakini ile al-ashhurul hurum zote, ile miezi minne mitukufu yote ni katika mawasimu ايش al-khairat, ambayo ni ipi? Dhulqaada, Dhulhijja, Rajab na nini na Muharram. hizi zote ni katika mawasim al-khairat, ni katika mawasim al-khairat. طيب kwa hiyo Ramadhani ndio maana muallif akaita kuwa ni katika mawasimul khairat. afwan ahli yangu, sim al khairat ni katika miongoni mwa misimu ya mambo ya khairi, ya kuvuna khairi. hiyo ni faida ya kwanza, hiyo ni faida. lakini hata يوم عرفة ni katika mawasimul khair. يوم النهر وايام التشريق ni katika mawasim alkhair. الشهر يوم عاشوراء katika mawasim alkhair. يوم الجمعة ni katika mawasim alkhair. ايام يوم الخميس، يوم الثلاثاء والخميس، siku ya Jumatatu na nini Alhamis. Maulama pia wanaita pia katika mawasim alkhair. sawa jamani? hizi ndo mawasim alkhairat. hiyo ni faida ya kwanza. Alfaidatu thania, faida ya pili. Alfaidatu thania, faida ya pili, ni pale muallifu alipostahili hadithi au tushajua tayari mawasimul khairat. sasa kaifiyatu al-ightinam, kaifiyatu ightinamul khairati, kaifiyatu ightinamil khairat, namna ya kuchuma sasa khairi kwenye misimu hiyo ambayo tumeitaja. kaifiyatu ightinamil khairat, namna ya kuchuma khairi sasa kwenye hiyo misimu tuliyoitaja. اولا بفعل الصالحات، وكفanya matendo mema. ثانيا وترك المنهيات، na kuacha mambo yaliyokatazwa. Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msifanye dhulma ndani ya hiyo miezi mitukufu minne, msidhulumu nafsi zenu ndani yake. kwa maana kwamba madhambi yanakuwa ni maradufu zaidi, yanakuwa ni makubwa zaidi, yanakuzwa zaidi. kwa hiyo kuacha dhambi katika hizo mawasimul khairat pia unapata thawabu, kama unapata thawabu ukifanya taa, yani ukitekeleza yale ambayo umeamrishwa.
hiyo ndio namna ya kuchuma khairi. Liqauli Nabii sallama igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautik bil a'mali as-salihat au bifili as-salihat, kwa kufanya matendo mema, wa tarki at-talihat, na kuacha mambo machafu ndani yake. Naam. Hiyo ndo namna ya kuchuma khairat. Kwa hiyo hapo tumezungumza kwa lugha ya jumla, baada ya kusema kusoma ilmu, kusoma Qur'ani, kufanya kazi, tumezungumza kwa jumla kwamba kufanya nini? Mambo ya khairi, kufanya matendo mema na kuacha matendo chafu. Dalili, Mtume alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadith, kana Nabii sallama ajwadan nas bil khair, alikuwa ni mkarimu wa watu au mwepesi wa watu katika khairati ndani ya mwezi wa nini, katika miezi yote. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa azidi zaidi kuwa mwepesi katika mambo ya khairati ndani ya mwezi wa nini, Ramadhan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu alquran, pindi alipokuwa kukutana na Jibril na kumfundisha nini, Qur'an, kuonesha kwamba alikuwa mwepesi wa watu kufanya mambo ya wajibat, kufanya mambo ya sunna na mfano haya. Ama kuacha machafu, Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya hivi vipindi vitukufu nafsi zenu, zile nyakati ambazo Allah tabaraka wa taala amezipa miza huwa zina ubora, nyie msifanye dhulma ndani yake. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, japo kwa tamko linahusu nini, linahusu al-ashhurul hurum, لكن العلة سماد القاعدة العبرة لعموم ماذا؟ العبرة بعموم العبرة بعموم سماد القاعدة العبرة بعموم العلة la bikhususi sababi. Ibra na mazingatio yanaelekezwa katika nini? Kuenea kwa ile sababu au illa iliyopelekea Allah sema hivyo, na sio kuhusishwa. Kwa nini? Kwa sababu kwamba hii aya imehusisha miezi minne, lakini kuna nyakati zingine ambazo Allah na mtume wake wamezifaji, wamezungumza kwamba ni nyakati bora pia. Basi pia hizi zinatakiwa mtu afanye, achunge kudhulumu nafsi yake kwa madhambi na kuacha wajibati. Haya, wa min alfawaid kadhalik, na miongoni mwa faida vile vile, wa min alfawaid kadhalik, na miongoni mwa faida vile vile, waqtu alhadir au waqtuka alhadir huwa umruk. Waqtuka au umruka, umri wako wewe, huwa waqtuka alhadir, ni wakati wako ulionao. Mmeelewa jamaa? Muallif ameashiria hicho kitu ili kukusitiza kutunza wakati. Umruka, wakati wako wewe, huwa waqtuka alhadir, ni huo wakati ulionao hivi sasa, huo ndio umri wako. Sio ule uliopita. Ule umepita tayari, hauna faida tena na wewe. Kama umeharibu lishaharibu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameyafassil masala haya katika kitabu chake Al-Fawaid. Anasema mwanadamu anapita katika nyakati ngapi? 3. Wakati uliopita, wakati wa sasa na wakati ujao. Alafu akasemaje? Fa waqtuhu al-hadir huwa umruk. Fa waqtuka al-hadir huwa umruk, wakati wako wa sasa ndio nini? Umri wako. Kwa hiyo akatusisitiza wakati tutengeneze nyakati zote hizi 3. Wakati uliopita tuslihuhu
bitaubati walmaghfira, utautengeneza kwa kufanya tauba na kutaka msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Na wakati wako wa sasa ulionao, tuslihuhu, utautengeneza huu wakati wako wa sasa bilistiqama, kwa kusimama sawa sawa, wal azmi, na kuweka azma ya kusimama katika dini ya Allah tabaraka. Ama wakati wako ujao, ndio maana ile rahimakallah tulisoma katika thalathatul usul kwamba mwanadamu anahitajia maghfira lima madha min dhunubihi, kwa yale ambayo madhambi yake yametangulia, na anahitajia nini?